Na mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kutufikia katika dawati letu la habari hivi sasa ni kuhusiana na uchaguzi ulioweza kuratibiwa kufanyika kikatiba katika Jamhuri ya Tanzania tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hatimaye shirika la AU limeweza kuvunja ukimya. Itaweza kunakuu jinsi ambavyo ameweza kuperusha taarifa hii. Uchaguzi wa Tanzania mwaka 2025 walikiuka maadili ya kidemokrasia. Uchaguzi waangalizi wa AU. Mtazamaji wangu, habari hii ni habari mbaya kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutokana na hatua ambayo itaweza kuchukuliwa na shirika la AU kwa njia moja ama nyingine. Hatua hii wengi hawakuweza kuitarajia, ila kutokana na gumzo zito katika mitandao ya kijamii imeweza kuchangia na hata kufichua haya mazito. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa mtazamaji wangu, itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine tangazo hili la AU linazidi kugonga vichwa vya habari, maswali mengi yakizidi kujadiliwa kuhusiana na kile ama hatua ambayo wataweza kuchukua. Je, uchaguzi utaweza kurejelelewa upya katika Jamhuri ya Tanzania? Ni hatua gani itaweza kufanywa baada ya uchaguzi huu kuaminika ya kwamba uliweza kuenda kinyume na demokrasia katika taifa la Tanzania? Kwa njia moja ama nyingine, yote yanayozidi kufahamika ni kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu kwa njia moja ama nyingine hakuweza kufanikiwa kushiriki kinyang'anyiro cha urais, hatua ambayo nazidi kuchangia na kuonyesha wazi jinsi ambavyo uchaguzi huu uliweza kukiuka demokrasia ya Jamhuri ya Tanzania. Vile kwa njia moja ama nyingine, kile kinachozidi kuendelea kuzungumzwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kile kilichoweza kukuta vijana Gen Z, kwani Gen Z wengi waliweza kuaga dunia katika maandamano yaliyokuwa ya kupinga na kukosoa serikali ya awamu sita kwa mara nyingine kutongoza serikali ya awamu saba. Tangazo hili la AU linazidi kutoa matumaini kwa jamaa wote walioweza kupoteza wapendwa wao kwa njia moja ama nyingine kutokana na utumiaji wa nguvu kupita kiasi ulioweza kushuhudiwa kwa vijana Gen Z. Hivyo basi haki inazidi kuliliwa iweze kupatikana kutokana na jamaa na familia walioweza kupoteza baadhi ya Gen Z waliokuwa katika maandamano ya tarehe 29. Mtazamaji wangu, pia kuna sababu zingine ambazo zitaweza kusababisha kuonekana uchaguzi huu ulikuwa na dosari kubwa, kwani waliokuwa wakitarajiwa na vijana Gen Z waweze kuwa katika kinyang'anyiro cha urais ili waweze kuwapigia kura kwa njia moja ama nyingine hawakuwepo, jambo ambalo linazidi kudhihirisha hatari kubwa ya kubainika na kuthibitishwa ya kwamba uchaguzi huu haukuweza kwenda jinsi ambavyo demokrasia iliweza kutarajia. Ila mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuanza kufanya vikao vyake pamoja na viongozi alioweza kuwateua kuongoza katika serikali yake ya awamu saba. Yote hayaendi jinsi ambavyo anazidi kutarajia. Na mtazamaji wangu, kutokana na hayo yote, hivi sasa siasa ama uchaguzi huu wa mwaka 2025 uliweza kupoteza uhalisia wa kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania, kwani hakuna kipindi na wakati wote ule Jamhuri ya Tanzania iliweza kufanya zoezi la uchaguzi kiongozi wa kuwania urais akawa mmoja pekee, wengine wakiwa gerezani. Habari ama hatua hiyo ikionyesha jinsi ambavyo uongozi mzima wa serikali ya awamu sita uliweza kutumia nguvu, pesa na mamlaka kwa ajili ya manufaa yao binafsi na sio manufaa ya Jamhuri ya Tanzania, ikionyesha wazi ukiukaji wa demokrasia. Mtazamaji wangu, kuna shinikizo la kutoka jumuiya ya kimataifa, amini usiamini. Hatua hii ambayo shirika la AU linazidi kuizungumzia hivi sasa kwa njia moja ama nyingine, ni wazi hawataweza kufurahia
kile ambacho serikali ya awamu 6 ama serikali ya awamu 7 hivi sasa itaweza kuendelea kuongoza katika miaka 5 ijayo, hatua ambayo itaweza kumulika uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine, na hata kujaribu kushinikiza yale yote aliyokuwa akiahidi katika nafasi ama katika rali alizokuwa akizifanya aweze kutimiza kabla ya kuondoka madarakani. Mtazamaji wangu, pia hatua hii inazidi kufanya Jamhuri ya Tanzania kupungua kwa misaada ya kimaendeleo, kwani sote tunafahamu kwamba Jamhuri ya Tanzania inazidi kutarajia kupata uungwaji mkono kutoka katika mataifa ya kigeni, ila kutokana na kile ambacho kiliweza kufanyika kwa njia moja ama nyingine, hakuna shirika lolote lile lipo tayari kutokana na kitendo ama vitendo vya kuvunja moyo vilivyoweza kukuta vijana Gen Z. Hivyo basi mashirika hayo kuonekana kusimama na uongozi wa serikali ya awamu 6 ama awamu 7 na kutojali maisha ya Gen Z walioweza kuaga dunia. Mtazamaji wangu, pia kuna kushuka kwa uwekezaji wa nje kwa njia moja ama nyingine. Hivi sasa itaweza kuwa vigumu kwa investor yoyote yule kutoka katika mataifa ya kigeni kuja kuwekeza katika biashara huko Tanzania, jambo ambalo linazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo uchaguzi huu umeweza kuathiri pakubwa Jamhuri ya Tanzania kuendelea kukua kiuchumi. Mtazamaji wangu, hatua hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataendelea kuwa na kipindi kigumu kuongoza Jamhuri ya Tanzania kama alivyoweza kuapishwa kuwa rais 7 wa Jamhuri hiyo ya Tanzania. Pia ikumbuke kwamba kuna kesi ambayo hivi sasa inazidi kufanywa na ICC, jambo ambalo huenda likaweza kumweka Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika shinikizo kubwa la ICC. Sote tunafahamu jinsi ambavyo ICC ikianzisha uchunguzi dhidi ya rais, na kwa kweli kipindi na wakati ambapo rais ataweza kupatikana kuwa na makosa, basi Jamhuri ya Tanzania ama taifa lolote lile huwa linazidi kuonyesha kupoteza imani kabisa na rais wao, na hata huenda akaweza kupata adhabu mno. Pia mtazamaji wangu, kuna taswira mbaya ya kimataifa. Hivi sasa sote tumeweza kushuhudia taifa jirani la Kenya jinsi ambavyo linazidi kutizama Tanzania baada ya maandamano, kwani Jamhuri ya Kenya ilikuwa na sifa ya maandamano, ila maandamano ya amani. Kutokana na kile ambacho kiliweza kukuta vijana Gen Z katika Jamhuri ya Tanzania, ni jambo la kuvunja moyo. Hata vijana Gen Z katika Jamhuri ya Kenya waliweza kudai kwamba yote yaliweza kufanywa kwa Gen Z wa Jamhuri ya Tanzania sio haki kabisa. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.